Asante wadau wote ambao tuko pamoja. Leo tunakuletea taarifa ya kweli kabisa ambayo imetufikia katika matangazo ya kupitia Costa TV. Kazi yetu sisi ni moja tu, kukueleza ukweli kwa namna ambavyo matukio mengi ambayo yanatufikia, tukiwepo popote pale tunakuletea. Tukiwepo kwenye gari tutakuletea taarifa, tukiwepo ofisini tutakuletea taarifa, tukiwepo pia majumbani tutakuletea taarifa, tukiwepo mashambani tutakuletea taarifa. Sasa kubwa zaidi ni taarifa ambayo inamhusu Clatous Chota Chama Triple C Mwamba wa Lusaka, ambaye ameshafanya balaa kubwa sana hapa Tanzania kwa vilabu vyote viwili. Yani Simba amefanya balaa sana, lakini vile vile pia pale Young Africans amefanya vitu vingi sana. Sasa zipo taarifa ambazo zimetufikia, nasi tukasema hebu tuzungumze na wewe mtazamaji wetu, tukulishe. Manake sisi huwa tunakuwa wa kwanza kabisa kukuletea taarifa hizi, mara baada ya hapo utaanza kuona zinavuja huko na kule. Lakini ukweli ni kwamba Clatous Chota Chama Triple C Mwamba wa Lusaka, ambaye alifanya balaa kubwa alipokuwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba, taarifa zinaeleza kwamba amefanya mazungumzo ya awali na wekundu wa Msimbazi Simba kutaka kumrejesha mkataba wa mwaka mmoja. Hiyo ndio taarifa ambayo imetufikia kwamba Clatous Chota Chama Triple C Mwamba wa Lusaka amezungumza na Simba kwa mkataba wa mwaka mmoja, kandarasi ya mwaka mmoja atasinya Clatous Chota Chama. Na kwa nini wanampa mkataba wa mwaka mmoja? Ni kwa sababu wakiangalia pia age ya Clatous Chota Chama, nadhani pia imekuwa, yani ameongezeka kiumri. Kwa hiyo wameona kwamba kama watampa mkataba wa miaka mingi zaidi, kidogo inaweza ikawa ni changamoto kwa Simba kuweza kumtumia kwa miaka yote. Lakini ukizungumza kwa haraka kwa uhalisia, maana yake utakuja kugundua tu kwamba Simba bado ina kiu kubwa ya kuweza kuhitaji huduma ya Clatous Chota Chama. Hakuna asiyefahamu, hakuna asiyejua umuhimu wa Clatous Chota Chama. Alitua huyu Mwamba wa Lusaka kutoka kule nchini Zambia, akafanya vizuri sana, ikiwa kwa miaka mingi sana Simba haijaweza kutinga robo finali, akaifikisha robo finali miaka kadhaa, miaka kama 4 mfululizo, amefanya vizuri sana kama mara 5 huko. Kwa hiyo Clatous Chota Chama anatua Simba. Sasa hebu tukueleze pengine chanzo changu cha kuaminika hapa tumekitoa wapi. Hiyo ndio taarifa ambayo watu wanaanza kuwaza kwamba bwana, isije kawa generator taarifa yako umetunga tu, kwamba hakuna ukweli katika hilo. Sasa mimi nikwambie tu kwamba katika kile ambacho nimekifanyia utafiti, rafiki wa karibu wa Clatous Chota Chama, nadhani wengi hawamfahamu, na mimi siwezi kumtaja kwa sababu hizi ni taarifa ambazo zipo chini sana, ndio ambaye ameniambia kwamba bwana Clatous Chota Chama amesinya kandarasi Simba, ama mazungumzo ya awali na Simba, tuiweke hivyo, mazungumzo ya awali na Simba, lakini mkataba wa mwaka mmoja. Sasa kitu ambacho ninakiuliza, je, watu wa Simba mko tayari kumpokea Clatous Chota Chama ili kuendelea kufurahia ile mipasi yake, pasi upendo ambayo alikuwa anairusha? Unajua Clatous Chota Chama ni mchezaji fulani ambaye tunaweza kumzungumza kana kwamba yani akiwa na klabu yako utaenjoy zaidi, kwa sababu ni mtu ambaye yani yeye kwa ufupi anacheza na timu, achezi binafsi, sio selfish. Chota Chama manake ni dhahiri shairi kwamba anakwenda kuifanya Simba sasa kutulia zaidi katika zile nafasi zake, pasi za mwisho zile. Yani Clatous Chota Chama anakwenda kutua pale Simba, alafu anawafanya Simba waanze kutoa zile pasi zao bila biliani. Kwa hiyo watu wa Simba bwana, mimi nimeona ni wa kwanza kabisa kuwaletea taarifa hizi kwamba Clatous Chota Chama ni mwekundu na uenda sasa katika kandarasi ya mwaka mmoja, lakini kipo kipengele ambacho kinaeleza kwamba kama atafanya vizuri, yani kama ataofa zaidi na matarajio ya Simba, basi uwezekano wa kumuongezea miaka mingine 2 utakuwepo, ama mwaka mmoja. Lakini kwa sasa chanzo changu cha kuaminika kabisa kinasema Clatous Chota Chama ni mwekundu, amezungumza mazungumzo ya awali ili kuweza kuwatumikia watu wa Simba. Kama Simba anatua pale, manake unaanza kuona pembeni utamkuta Elim Panzu, alafu kija upande mwingine pia unamkuta mchezaji hatari sana ya sasa hivi, bwana mdogo amebadilika, Mutale
Joshua Mutale, alafu unamkuta sasa Clatous Chota Chama, kocha Fadlu ataangalia amtumie kwa mtindo gani, amtumie kwa namna gani, aanze ama atokee benchi. Jean-Charles Wande atakuwa na kazi kidogo, kwa sababu Clatous Chota Chama ukiangalia tangu ametoa pale Yanga amekuwa na matokeo mazuri sana, ingawa amekuwa hana namba nzuri sana ya kucheza kwa dakika 90, yani mechi zile amekuwa acheze sana, lakini ukiangalia kila anavyoingia Clatous Chota Chama anawapa matokeo Young Africans. Tumeangalia, yani ni mchezaji ambaye amecheza dakika chache katika ligi msimu huu, basi huwezi kuacha kumtaja Clatous Chota Chama, lakini ni mchezaji ambaye katika hizo dakika chache alizocheza ndio mchezaji aliyefunga zaidi kuliko wengine. Ukimtoa huyu mchezaji ambaye anacheza pale Singida, Soa Jonathan, ambaye yeye ni striker anatupia tu magoli, lakini Clatous Chota Chama amecheza dakika chache zaidi, alafu ana magoli ya kutosha na assist. Kwa hiyo kama anatua pale kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ni uhakika kwamba Simba inaenda kulamba dume, Simba inaenda kuchukua mtu makini kweli kweli. Kwa hiyo watu wa Simba wajipange, lakini kitu kikubwa ambacho pia ninakizungumza hapa, msimu ujao inaelezwa huenda pia Yanga, kama nilivyozungumza taarifa ya chini hapo, watamkosa Djigui Diarra. Djigui Diarra atakosekana, badala yake sasa nadhani yupo yule bwana mdogo kule wa JKT Tanzania, ndio ambayo Yanga wanafanya naye mazungumzo mara kwa mara ili kuweza kupata huduma yake. Huo ndio ukweli, na ukweli utabaki hivyo. Kwa kama utakubali, kama utakataa, it's fine. Lakini maona tu ni share na wewe mtazamaji wetu taarifa hii, alafu wewe uweze kuona, je, Clatous Chota Chama kama anarejea tena pale kwa wekundu wa Msimbazi Simba, je, nafasi yake ipo ama nafasi yake haipo, ama Simba watakuwa wamekosea sana kumsajili Clatous Chama katika mara hii nyingine. Unajua alisajiliwa Simba nadhani akitokea kule nchini Zambia, lakini aliporejea baadaye akaenda RS Berkane, na mara baada ya RS Berkane pia akarejea Tanzania, akatwaliwa na Simba, akatoka Simba akaenda Yanga Afrika. Sasa kama anatoka Yanga alafu anakuja tena Simba, taarifa hizi, je, huyu mchezaji bado anaweza akaitumikia klabu ya Simba, ama pengine wangeachana naye tu ili waweze kuhangaika na wachezaji wengine? Hiyo ndio taarifa ambayo tumekuletea mtazamaji wetu. Costa TV, tuko na wewe daima. Ndio, usiache kabisa kusubscribe. Hello. Habari? Nzuri. Nawasiliana na Brothers Academy? Ndio, tafadhali karibu nikuhudumie. Mimi nimefeli kidato cha 4 na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu. Je, waweza nisaidia? Ndio. Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha 4 na cha 6, QT, A level kwa mwaka mmoja. Kozi za lugha tunatoa. Hostel zipo, tupo Dar es Salaam, karibuni nyote.